Jifunze kutumia damu ya Yesu. Ipo nguvu ya Mungu katika damu ya Yesu. Damu ya Yesu sio irizi. Damu ya Yesu sio uchawi. Bali ipo nguvu ya Mungu katika damu ya Yesu. Tunapotaja damu ya Yesu inaleta utakaso. Tunapotaja damu ya Yesu ni njia ya kuonyesha imani katika damu ya Yesu, kwa sababu damu ya Yesu ilimwagika msalabani ili mimi na wewe tukombolewe. Na imani ina nguvu kubwa sana kwenye maisha ya mwanadamu. So unapotaja damu ya Yesu inisafishe, damu ya Yesu inakusafisha. Na hata mimi na wewe tumesafishwa dhambi zetu kwa kupitia damu ya Yesu. So jifunze kutumia sana damu ya Yesu. Unaponyunyiza damu ya Yesu kwenye nyumba yako kwa imani kabisa, ukiomba ukasema nanyunyiza damu ya Yesu ifunike nyumba yangu, hapana uchawi wala uganga utakaoingia. Sikiliza, ukitamka kwa imani, hakuna uchawi utakaoingia. Watoto wako wakiwa wanaenda shule ama wanaenda kwenye michezo, ukiwashika waombee, washike mikono yao, miguu yao, vichwa vyao, mali popote pale, hata ni mabega, washike. Alafu sema na wafunika kwa damu ya Yesu. Wafunike kwa damu ya Yesu watoto wako. Waombee wanapokwenda kwenye michezo, wanapokwenda shuleni, washike waombee. Unapowashika bega, mkono, chochote kile, alafu tamka na wafunika kwa damu ya Yesu. Hakuna ajali itakayowapata, hakuna mabaya itakayowapata, hakuna roho yoyote ya giza itakayowapata. My dear, damu ya Yesu ina ulinzi mkubwa sana. Hakuna madhabahu itainuka. Hakuna ulinzi unaoshinda damu ya Yesu. Tamka damu ya Yesu, tamka damu ya Yesu, tamka damu ya Yesu, tamka damu ya Yesu. Usiku tamka damu ya Yesu, shambani tamka damu ya Yesu, nyumbani tamka damu ya Yesu, dukani kwako tamka damu ya Yesu. Nyunyiza damu ya Yesu kila mahali. I say, hutalalamika kurogwa. Ukijua kutumia damu ya Yesu vizuri, hautalalamika kurogwa hata siku moja, kwa sababu damu ya Yesu ni zaidi ya kinga. Damu ya Yesu ni zaidi ya nguvu nyingine za giza, kwa sababu damu ya Yesu ina nguvu ya Mungu. Kwa sababu damu kwanza ya damu ya Yesu inatutakasa dhambi. Damu ya Yesu inatuosha, inatufinyanga tena, inatutengeneza upya. Damu ya Yesu, ukijua kuitumia damu ya Yesu, ukajinyunyizia, ukaomba utakaso kupitia damu ya Yesu, ukaomba rehema kwa damu ya Yesu, ukaomba toba kwa damu ya Yesu, Mungu hatanyamaza. Mungu ataachilia rehema kwa ajili yako. Warumi 5:9 inatuonyesha faida ya pili ya damu ya Yesu. Inatuleta karibu na Mungu, inatupatanisha na Mungu. Damu ya Yesu inatupatanisha na Mungu. So ukijua kuitumia vizuri damu ya Yesu, utakuwa ukipatana na Mungu mara zote, kwa sababu damu ya Yesu ina upatanisho ndani yake, ina upatanisho ndani yake. Damu ya Yesu inanena mema. Kazi ya tatu ya damu ya Yesu, inatuondoa katika utumwa wa dhambi. Kazi ya tatu ya damu ya Yesu, inatuondoa katika utumwa wa dhambi. Maana yake, ukijifunika damu ya Yesu, inakupa nguvu ya kushinda majaribu. Ukijifunika damu ya Yesu, inakuprotect, inakulinda, unayashinda majaribu, unayashinda majaribu. Ukitumia damu ya Yesu, unashinda madhabahu, unashinda nguvu za giza, unashinda ngome za kichawi. Ukitumia damu ya Yesu, unashinda majaribu. Damu ya Yesu inanena mema. Waraka wa Paulo mtume kwa Warumi sura ya 10 aya 19 anatuonyesha, basi ndugu zangu, kwa sababu tuna ujasiri. Damu ya Yesu inatupa ujasiri. Kazi ya 4, damu ya Yesu inatupa ujasiri wa kusogea mbele za Mungu.
Kwa sababu kama hujui kutumia damu ya Yesu, ujasiri utaupata. Kwa nini? Kwa sababu utajihisi una dhambi. Ulitenda dhambi jana, ulitenda dhambi juzi. Unapoingia kwenye maombi unajishuku, unakosa amani. Lakini ukiwa una damu ya Yesu inakuosha, unaomba rehema, unatubu kwa msamaha wa kweli, ondoleo la dhambi linapita ndani yako. So unaenda mbele za Mungu ukiwa unajiamini, kwa sababu unajua Bwana alishanisamehe, maana nilishajitakasa kwa damu ya Yesu. Sasa usitumie damu ya Yesu vibaya. Yaani utende dhambi leo, kesho ukijua nitajiosha na damu ya Yesu. Utende tena dhambi leo, ukijua kesho nitajiosha kwa damu ya Yesu. Hayo ni matumizi mabaya ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu, unajitakasa pale unapoona nimemkosea Mungu wangu. Lakini sio kufanya dhambi kwa makusudi ukijua ipo damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ifike mahali upate kutambua ya kwamba ipo nguvu ya Mungu katika damu ya Yesu. So lazima upate kutambua ya kwamba ipo nguvu ya Mungu katika damu ya Yesu. Ukijua kuitumia vizuri damu ya Yesu, hakuna mchawi atakusumbua, hakuna nguvu ya giza itakutesa, maana damu ya Yesu imebeba nguvu ya Mungu ndani yake. Damu ya Yesu inanena mema kwa ajili yako. Jifunze kujua kuitumia damu ya Yesu. So hakuna madhabahu ya giza inaweza kumshinda mtu aliyojifunika na damu ya Yesu. Hakuna mchawi yoyote anayeweza kumroga mtu ambaye amejifunika kwa damu ya Yesu. Ukijua vizuri kuitumia damu ya Yesu, ukajitumia sawasawa na ipasavyo, so hakuna nguvu itakusumbua ya giza, kwa sababu damu ya Yesu imebeba mamlaka, kwa sababu damu ya Yesu imebeba nguvu, kwa sababu damu ya Yesu ina upako, inakulinda. So hata watoto wako wanyunyizie damu ya Yesu wanapokwenda shuleni, wanyunyizie damu ya Yesu wanapokwenda. Wewe waambie, nawafunika kwa damu ya Yesu. Hakuna uchawi juu yenu, hakuna rajali juu yenu, hakuna mabaya juu yenu. Damu ya Yesu iwalinde. My dear, hakuna mtu anaweza kuinuka juu ya watoto wako waliofunikwa na damu ya Yesu. Inawezekana uko hapo, lakini watoto wako hapo wanasoma boarding huko. So kama hujui kutumia damu ya Yesu, tarajia simu mara kwa mara, watoto wako wamefanya, lakini wafunike kwa damu ya Yesu hapo hapo ulipo kwa imani kabisa, na tuma damu ya Yesu kule waliko. Tuma damu ya Yesu ikawafunike kule mabwenini, ikawafunike madarasani, ikawafunike huko mahali walipo. Damu ya Yesu ni ulinzi mkubwa sana.